Kuanzia Ijumaa mpaka Jumamosi, mashabiki watatu nikawatangaza. Nikasema Kisugu atasafiri, James Wanda atasafiri na JB64 atasafiri. Sasa JB64 ana NIDA, ana kitambulisho cha kula, ana passport. Ikashindikana. Sasa Deus Kaisile akasaidia watu wawili, akaenda James Wanda pamoja na Kisugu. Kisugu ndo akaondoka ile Ijumaa. Ndio maana kama Kisugu maongezi yake kama uko unamsikia kwa anasema hivi, msiwashambulie viongozi kwa sababu wako na uhakika nishamsaidia kwenda wapi? South Africa kupitia Deus Kaisile. Lakini jambo kubwa, na hii sasa nimwambie Deus Kaisile atusaidie. Na Kisugu aje kutusaidia. Jana ulimwona Kisugu uwanjani? Picha zake. No, umemwona uwanjani? Kwenye TV msikina. Kuonekana uwanjani tafsiri la karaka. Jana mashabiki wa Simba waliambia waona tiketi hawaruhusiwi kuingia uwanjani. Unanielewa? Kwa maana yake ameenda South Africa kwenda kuzurura na ameshia nje. Sasa namwambia Deus Kaisile, hawa kuwasaidia hawa vijana ambao wanakudanganya waenda kushabikia mpira. James Wanda nimemwona ameingia uwanjani. Lakini umaskini wa ndugu yangu Kisugu ikamfanya ameshia nje. Ameshindwa hata kutoa shilingi 3000 ya kuingia uwanjani. Sasa siku nyingine usimsaidie mtu namna hii. Sasa yule jamaa ni muahidi, kwa wakifuzu nitampa $100,000. Mwambie ajiandae na kigoma chake kwa sababu naye anapenda ngoma kama msalamu. Mwambie Kaisile ajiandae na kigoma chake nije kumpa $100,000. Mimi ni mtu wa haki. Kisugu alisema ataifuata. Kisugu sio yake. Kama Kisugu anataka kuifuata, mwambie aje ambao ni madeni ya Deus Kaisile waambatana naye waje niwape $100,000. Kwa heshima na hadhi yangu kubwa kama waziri mkuu wa mashabiki, $100,000 kwangu mimi sio issue. Haiwezi kunipotezea utu wangu na heshima yangu kwa kisa $100,000. Kama Kisugu na kigoma chake, mwambie aje na kigoma chake aje kuchukua hiyo $100,000 ya Deus Kaisile. Sawa mwalimu. Sio tumeelewana? Nimekosa $10,000. Sasa $10,000 nimekosa kwa sababu ni marefari wameamua kuwadhulumu Stellenbosch. Kama refari wangechezesha haki, leo ningechukua $10,000 leo kibanda changu nikimalizia cha $10,000. Gorofa ile ni gharama kubwa. Gorofa ile inatakiwa uanze na $200,000-300 ukiwekeza ndio unayoona. Lakini $10,000 kwenye gorofa ni sawa sawa, yani ni sawa sawa na kama na maji tu kuweka kwenye bahari. Yaani ukatoa kuna mtu kaweka kwenye bahari haonekani.